seli. Kwa hiyo nifanyaje? Figo inalia, inaumia, inaomba msaada nisaidie. Sio hivyo? Kinacho maumivu maana yake ni kilio cha kiungo husika, kinaomba msaada kiweze kusaidiwa. Sio hivyo? Kwa hiyo utakuwa unaelewa ya kuwa hapa figo zimepata shida, na kama zimepata shida bila shaka kutakuwa na sumu. Kama hizo sumu hazijaganda, basi hizo sumu zitakuwa zimepitiliza, zimeshatengeneza mawe, si ndio hivyo? Na kama ni mawe maana yake yatakuwa yameshaziba kwenye baadhi ya matundu. Na kama sio kwenye matundu, basi ile rangi lazima mishipa kadhaa itakuwa imeshaathiri. Kwa hiyo hapa nifanyaje? Hapo unajua hapa cha kufanya ni nini? Chakula cha figo, si ndio hivyo? Na baada ya kujua chakula cha figo ni hiki, hicho utapeleka, lakini kabla haujapeleka ni kusafisha mwili, kutoa sumu. Hiyo ndio kanuni ya kwanza ya daktari. Ukiwa unaumwa, cha kwanza kabisa kabla hujashughulika kulitibu tatizo, lazima usafishe mwili. Hello? Si ndio kanuni mnayotumia madaktari? Kanuni yoyote ya Kikristo ambayo Mungu ametoa, lazima usafishe mwili. Unaposafisha mwili unatoa zile sumu. Na lazima hapo uweze kuelewa kama ni figo, lazima dawa zinazosafisha mwili, peleka zile za kiwango cha juu ambazo hizo zinashughulika na kusafisha mfumo wote wa mwili mpaka kwenye ubongo. Achana na zile zinazosafisha tu tumbo. Tuko wote jamani? Kwa hiyo baada ya kuelewa hivyo, baadaye sasa utapeleka dawa ambayo unajua hii kwa namna ilivyo na material ya figo yalivyo. Na pia lazima tuelewe material ya figo. Nadhani madaktari nyinyi mmesoma vitu vingi, lakini mimi huwa nasoma sana kupitia hii pH scale. pH scale inakufanya mwili wa mwanadamu uelewe isivyokuwa kawaida. Ndio umebeba siri kubwa yote ya mwili, ipo imefungwa hapa. Kwa sababu utakuwa unaelewa pH scale, kile kiungo chenyewe kimetengenezwa kwa material gani? Kipo kwenye pH gani? pH zile ni ladha na material. Ndio hivyo? Lazima utasema kipo kwenye pH ya aina fulani, sawa. Ni vyakula vipi nitapeleka ni hivi. Kwa namna nitapopeleka nitafaulu? Hapana. Haya, nifanyaje? Nitumie njia hii hapa. Utakapopeleka hicho, ukifuata kanuni moja kwa moja, utasikia kwenye kiungo husika ile dawa au chakula inafanya kazi. Hello. Tuko wote pamoja? Hilo ndio natamani sana niweze kuambia hilo. Sasa leo natamani tuweze kugusa kidogo kwenye tindikali hii ya kati. Na kwenye tindikali hii ya kati ni tuseme kwenye asidi ya kati, si ndio hivyo? Kwenye asidi hii ya kati tunaona kuna baadhi ya vyakula ambavyo vinauweka mwili kwenye asidi ile ya kati. Ukitoka kwenye vyakula hivi vya asidi ya juu, na tulisema msingi wote wa magonjwa upo hapa kwenye vyakula vya asidi ya juu. Na mtu yeyote anayegusa hata kimoja wapo hapa lazima akutane na madhara huko mbele. Hello? Kwa sababu hata kama utakula vyakula vingi vizuri vya kiafya vinavyojenga, lakini ukaweka kimoja tu kinachokwenda kuharibu damu, maana tusema chakula chochote chenye madhara kinakwenda kutengeneza damu, lakini hiyo damu ikishaingia ndani ya mwili inakuwa imechafuka, si ndio hivyo? Kwa hiyo ukishaingiza chakula chenye madhara, kitakapoingizwa ndani ya mwili kinakuta mkondo unaozunguka kwenye mwili, ile damu inayozungushwa ni safi, si ndio hivyo? Baada ya hapo ikija chafu, ile chafu inaanza kuchafua. Ilishawahi tokea, unaona mto unatiririsha maji safi, si ndio hivyo? Mvua ikiwa inanyesha huko juu ikaanza kubeba matope na nini, baada ya muda utaona haya maji yaliyokuwa safi yanaanza kufanyaje? Kuchafuliwa, si ndio hivyo? Lakini wakati yalikuwa yanatembea siku zote yakiwa ni safi. Na hapo hii ndio kanuni ya matibabu iko hapo. Na hiyo kanuni nabii anasema hivi, mgonjwa yoyote anapokuja, hakikisha unachukua historia ya maisha yake. Baada ya hapo mwambie chanzo, lakini baada ya hapo mwambie vyakula vyote vyenye madhara na vinywaji vyote vyenye madhara. Anasema usiache hata moja. Na hiyo amesema usimuonee huruma mgonjwa, mweke wazi. Baada ya hapo afanye maamuzi. Amina. Sijui kama tunaelewana. Usimuogope mgonjwa, mpatie kanuni ya uzima hiyo. Ili upone lazima ufuate kanuni hiyo. Na kama atakuwa tayari ndio muendelee. Baada ya hapo mwambie mgonjwa kutokana na madhara yaliyojitokeza kuwa uponyaji wako utachukua muda mrefu. Si ndio hivyo? Mimi huwa napishana kidogo na kanuni ya madaktari wenzangu.
Mimi mgonjwa akija, wagonjwa wengi tuna tabia hii. Unapompatia maelekezo na unampa dawa, anakuuliza nitumie baada ya muda gani? Si ndio hivyo? Unamwambia ndani ya siku 7, si ndio hivyo? Na ikifika ndani ya siku 7 anaacha, si ndio hivyo? Sasa kuna kuaga na makosa makubwa. Mara nyingi dawa za asili nyingi hazina madhara kwenye mwili. Sijui kama leo tunaelewana. Elimu ya dunia inatufundisha, nataka tu tuongelee haya, baada ya hapo tutakuja tuguse hapa. Elimu ya dunia inatufundisha, inapozikosoa dawa za asili, natuambia hivi, dawa chungu zinaharibu figo. Sijui kama leo mnasikia. Dawa chungu zinaharibu figo. Tumieni kwa nini? Kwa kiasi. Si ndio hivyo? Ni kweli, hiyo ni kiasi. Lakini wanasema hivi, hayo usitumie, na ikionekana mgonjwa amepitia kwako, alikuwa anatumia madawa ya asili, akamwambia daktari wa kula, atakwambia shida hii imetokana na yale madawa uliyotumia ambayo hayajapimwa. Mimi nataka niwaambie, kuna makosa sisi tutakayoyafanya kwenye kanuni hizi za utabibu, na Mungu asijidhihirishe, kwa sababu sisi wenyewe Mungu tunampima kwenye sayansi ya kidunia. Kwa mfano, dawa ya asili Mungu ameshaitengeneza. Ili iitwe dawa inatakiwa upeleke kwa mkemia akaipime, si ndio hivyo? Aidhibitishe kuwa bwana, hii dawa kwa kweli ni nzuri na inafaa, si ndio hivyo? Yaani wewe mmea wa Mungu, Mungu amekupatia hekima na mababu wamekuwa akitumia, unataka upeleke kule au pima udhibitishe. Akisha sema hii bwana haifai, kweli haifai. Sijui kama hiyo tunaelewana. Na tayari hapo wengi tumekuwa na nadharia kuwa sasa hii dawa unayonipa je, imedhibitishwa? Si ndio hivyo? Mimi wanawaambia za kupima na kudhibitisha ni zile zenye sumu, maana zile ndo wapime. Hizi za asili haziwezi kupimwa. Hizi Mungu alishapima medesign. Kuna mimea yenye sumu, tunaelewa hii yenye sumu. Sasa utakuja kukuta hivi, dawa nyingi kwa wale wenye matatizo ya ini, kwa wale wenye matatizo ya sukari, kwa wale wenye matatizo ya mishipa na matatizo mengine yale ya maumivu, uje uonje ladha yake inakuwaga na ladha gani? Dawa za ini na dawa za figo, chungu, yes. Dawa hizo ambazo zinatibu figo, ambazo ukiwa unaumwa wakikupatia angalau maumivu yanapungua, si ndio hivyo? Ladha yake ipo na uchungu. Wangapi ambao walishawaitumia kemo? Kemo tunaijua, ile kemo wanaotumia wagonjwa wa saratani. Ile kemo ukiionja ladha yake haiwagi tamu wala haiwi baridi, ina ladha ya kauchungu, chungu. Sio hivyo? Sasa ni hivi, wanatuambia hivi, dawa hizi zenye sumu, dawa hizi zenye uchungu zinaharibu figo, si ndio hivyo? Zinaharibu ini. Mbona sasa hizo vidonge wanavyotengeneza kwa ajili ya kumpatia mtu, mbona sasa zinakuwaga chungu? Na kama na hizo zikiwa chungu, na shangaa hicho kiungo kilichokuwa kimeelemewa kinaanza kupumua. Afadhali bwana. Hiyo ambayo ni chungu inakwenda kumsaidia, baadaye huwa inageuka kuwa ni adui. Si ndio hivyo? Si ndio wanapotuambia? Sasa utakuja ujifunze, dawa hizi za asili zenyewe ni alkaline, si ndio hivyo? Lakini kila kitu kitumike kwa kiasi. Dawa hizi za asili zenyewe zipo kwa ajili ya kuusaidia mwili, na zikisha usaidia mwili zinaupaishaga, zinapeleka kwenye alkaline. Zikipelekwa kwenye alkaline, asidi huwa inashuka zaidi, na kama asidi inashuka zaidi, kanuni ya mwili na kuambia uwe na kiasi, si ndio hivyo? Zenyewe zinatumika kwa wakati maalum na muda maalum, si ndio hivyo? Zikishafanya shughuli yake, zimekwisha safisha, baada ya hapo unaziondoa, hapo chakula kiweze kuendelea. Ila haijawahi tokea mtu atumie hizi dawa chungu eti ziende kuharibu mwili. Hicho kitu hakipo. Kuna majani fulani yanaitwa, ile mimea tunaita alizeti-poli. Nyinyi mnaita nini? Maroro. Yale yanatoa ua kama sunflower. Ni chungu kweli kweli. Ni maroro. California sunflower. Hiyo. Sasa unaona ilivyokuwa chungu. Ile
sijui kama mlishawahi fanyia utafiti. Miongoni mwa dawa inayopigwa marufuku ni ile pale. Ile wanasema ni chungu na haribu ini. Lakini uje ujaribu siku moja umepata na tatizo la minyoo. Nyinyi mnaiteje minyoo? Ile ambayo unakuta inashindikana, tumbo lina muda wote linatokota tu. Ukinywa tu muda wote linatuliaga kimya. Hata kama choo ilikuwa itoki inatokaga choo nyingi. Si ndio hivyo? Ikionyesha kwa nini imefanya usafi, ni rafiki wa tumbo, imeenda kulisafisha nini? Sio imeenda kuharibu. Na kama ulikuwa na shida ya kwenye ini, ile pale ndio inayotumika sana hata kutibu matatizo ya ini. Hata kama lilikuwa limevimba, unashangaa linaanza kunywea, ikionyesha kuwa ile dawa imeingia mle ndani, imezibua ile mishipa, imetoa ule uchafu, ile sumu. Kweli kabisa. Tupo wote. Sasa kuna vitu ambavyo vinavyoharibu ini na vinavyoharibu figo. Kwani ni vitu gani? Si vyakula hivi vya sukari, si hizi soda, si hizi juisi. Hizo pea mtoto sasa, hizo ndio tamu, hizo ndio nzuri hizo. Si hizo biskuti, si hizo sukari, hivi vitu vya mnaita nini, sweetness ati Lingos. Hivi vitu vitamu vyenye sukari. Si ndio hivi ambavyo walishawahi tuambia kwa hivi vinaharibu. Sema sasa hivi ndio angalau wanaanza kusema bana, baadhi ya madaktari bana, msitumie hivi vitu vinaharibu. Kitu kinachoharibu figo, adui namba moja, unakuta ni hizo soda. Kwa sababu zile ni kemikali tupu. Ni hizo juisi. Ni habari ya manyama masupu hayo, maziwa na nini. Hivyo ndio vinavyoharibu mwili. Sio hivyo? Na hivyo sasa ndio vile vyenye utamu. Kwa hiyo ni kinyume, vinavyoharibu figo vile vitamu. Biblia inasema kwamba asali katika mdomo ni tamu, lakini kwa tumbo ni chungu. Sawa. Hivyo hizo vitu kwa mdomo ni tamu, lakini kwa tumbo ni chungu. Ni chungu Kabisa. Kwa hiyo sasa tunakuja kuangalia msingi wa magonjwa yote huko hapa. Na mambo mengine mengi ya kujadilishia. Chati hii imebeba vitu vichache, tunadhani vingine mnavijua, vya kujadilishia vifananavyo na hivyo. Sasa nataka tuingie kwenye hii kanuni ya vyakula hivi vya tindikali ya kati. Tulijifunza hivi, Mungu alivyoutengeneza mwili. Hii ni kanuni ambayo kila mmoja anaweza kawa daktari kama akizingatia. Jifunze mfumo wako wa mwili. Ili iwe rahisi, jifunze mfumo wa damu kama tulivyoangalia huko nyuma. Damu ina matirio gani? Na tulijifunza kuwa damu ndiyo uhai, damu ndiyo uzima. Si ndio hivyo? Damu ndiyo inayotembea kuvilisha viungo vyote. Nyama hizi zote tunazoziona hizi hazina kazi bila damu. Anayewezesha mimi kuongea, ubongo kufanya kazi ni damu. Damu ikikatika tu hakuna maisha tena, si ndio hivyo? Kwa hiyo uzima wako wewe shughulika kuisoma damu. Ukisha isoma damu, sehemu kubwa ya mwili umeshamaliza. Kwa sababu kisha isoma damu namna ilivyo, namna inavyotengenezwa, utakuja kuangalia kwenye vyakula sasa vinavyotengeneza damu, si ndio hivyo? Kama vyakula vibaya, uelewe kabisa utatengeneza damu mbaya, na kama damu itakuwa mbaya, maana yake afya itakuwa mbaya. Na baada ya hapo, kwa nini mwili hauumwagi wote? Baada ya vitu hivi vya asidi ya juu, unapokuwa unavitumia mwili, unapopambana na nukuu zingine tusome, anasema mwili huwa unavumilia maumivu kwa muda mrefu, hautoi taarifa, ni mvumilivu mno. Pia huwa unatiana moyo. Ikifika mahali inaona sasa ni too much, haiwezekani tena, huwa unakaa unaitisha kikao. Mfumo ndani ya mwili, kuna mfumo uko ndani ya mwili zaidi ya vile tunavyofahamu, zaidi ya wanasayansi vile wanavyojua. Hiyo siri hawataijua, hiyo ni siri ndiyo Mungu aliyoiweka. Huwa inakaa inaitisha mkutano mwili mzima, kila kiungo kinasikiliza kwa bwana, hali hii ni mbaya. Kadri tunavyozidi kupambana, maisha yetu yanazidi kuwa magumu, na seli kadhaa zinaendelea kufa, vile viumbe, kwa sababu kuishi kwetu ni muunganiko wa viumbe vingi, ndio vimekubaliana kuunda huu mwili. Viumbe hivyo ndio hizo seli, si ndio hivyo? Kuna mfumo unaosimamia sheria hiyo kwenye hizo seli zote. Unakaa unasema sasa hali ni mbaya, sumu ni nyingi. Tunapokuangalia hapo figo, umefanya kazi ya kutosha, na tunakuona wewe mwenyewe unazidi kudhoofika, na sumu kila wakati inaingia. Huyu mtu asubuhi akila ni hicho chenye sumu,
mchana inaingia, jioni inaingia, si ndio hivyo? Haya, tukimwangalia ini hapo, naye ini huyo tunamuona anateseka sana. Lakini tukiangalia baadhi ya mishipa mingi, ile mishipa midogo mingine tunaona imeshaziba. Kwa hiyo haya jamani, tunafanyaje? Na uwezo wa kutoa hizi taka ni mdogo, kwa hiyo sumu inatuzidia. Baada ya hapo, sauti hiyo ikishatolewa, baadhi ya viungo vinakaa na kujadiliana inakuwaje. Kiungo mojawapo kinajitoa sehemu. Kwa sasa wakati tunaendelea kupambana, naomba sumu baadhi nyingi mniletee mimi, ili kusudi kunusuru sehemu nyingine, vyenyewe sio binafsi humu ndani. Hiyo sumu ninaomba sehemu kubwa muilete hapa, wakati mkiwa nyinyi mnaendelea kupambana kuitoa huko nje. Lakini mtakapokuwa mmefaulu, naomba muje mnisaidie. Sio inaomba baada ya kuwa imeshapambana inarudi kumsaidia mwenzake, si ndio hivyo? Sasa inategemea. Ndio maana nasema ukijua elimu ya mwili utaupenda sana mwili wako na utampenda sana Mungu. Amina. Kutompenda, yani hakuna mtu atakayemjua Mungu na kumpenda Mungu kama yeye mwenyewe hajajijua na kujipenda yeye. Sijui kama tunalielewa hilo hapo. Vyenyewe vinapendana. Kama hiyo hali itaendelea, zile sumu zitakuwa nyingi, nyingine inatoa, zingine zinabaki, basi zile sumu zinapelekwa kwenye kile kiungo. Baadhi zinapoenda kwenye kile kiungo, sumu inadhibiti mfumo wa damu usiingie pale, damu safi. Sio kama watu naelewa. Sumu huwa inadhibiti ile oxygen, ile damu yenye oxygen pale. Kwa hiyo seli za pale zitaanza kupata maumivu mazito. Yale maumivu inapokuwa inazidiwa, inaangalia huko ipoje, vile viungo vinapambana. Ni sawasawa, mpo vitani, nadhani hizo tumeangalia filamu kadhaa. Unakuta makomando wanapoingia katika uwanja wa vita, wanapopambana, ikatokea mmoja wao akapigwa, akavunjwa miguu au akavunjwa na mikono, wanachofanyaga wanambeba, wanamficha mahali, wanamwambia tulia hapo hapo, naye wanamkabidhi silaha. Baada ya muda tukimaliza tutakuja tukuchukue. Huwaga waachani, si kweli? Sasa na mwili kadhalika upo hivyo hivyo. Wakati kile kiungo chenyewe kinapigwa, huku mwili unaendelea kupambana, zile mashine zinaendelea kupambana. Hali inapokuwa ni mbaya huko mbele, sawa sawa na wale makomando, hali inapokuwa mbaya sio wanarudi huko, wanajitahidi kudhibiti, ila wanajua tukishafaulu tu tunarudi kwa yule mwenzetu. Si ndio hivyo? Sasa kadhalika na mwili huko hivyo. Napendaga sana rudia maneno. Kiungo hiki kinapoona kuwa mambo ni magumu, kinaangalia ndugu zake wanaendelea kupambana, inatakiwa kianze kulalamika, kwa sababu hali inakuwa ni mbaya, hakiwezi kupumua vizuri, hakiwezi kupata chakula, sumu zinakuwa zimejaa, inatokea maumivu yanaanza kutokea, na maumivu hayo unaposikia ni machungu kupita kiasi, hiyo inaonyesha ni sumu kiasi gani zilizojaa mahali hapo. Tupo wote tunaelezea matatizo yanayojitokeza ndani ya mwili kutokana na makosa ya kula na kunywa. Tuachane na yale maumivu yanayotokana na ajali. Tuko wote. Baada ya hapo, mtu ndo anaanza kuhangaika, anaenda kuchukua dawa. Zile dawa ni sumu, si ndio hivyo? Sasa inatokea figo yuko anaumwa, anapambana na sumu, lakini unaenda kuchukua tena dawa ambazo ni sumu. Unaongeza zaidi. Kwa hiyo kinachotendeka unapokuta mfumo umeshaingilia mahali hapo, maana yake damu inakuwa chafu. Mwili unachokuwa unaomba muda wote upate msaada wa kuondolewa zile sumu kwenye damu, na ili kwanza uweze kufaulu hicho kiungo kuweza kukiponya. Figo iko hapa, ni mzunguko wa damu unaozunguka, inatakiwa uisafishe damu, na ukishaisafisha damu yenyewe itafika mpaka mahali pale, kutokana na dawa unazotoa, kutokana na Mungu namna ambavyo ameweka uwezo wake kwenye hekima yako, akiunganisha pamoja na hiyo mimea hiyo, ikiingia moja kwa moja, kama kweli mtu unamuomba Mungu, ikiingia moja kwa moja, sheria iliyopo ndani inavuta, na dawa zikiingia zenye msaada, zikiingia katika mfumo wa mwili, haraka mwili huwa unakaa. Sasa jamani, hebu hii dawa material mengi yaende kwenye kile kiungo kinachoteseka,
Baada ya kupunguza pale, baadaye ndo tutakuja na sisi sasa kutumia. Ndio mfumo wa mwili huko hivyo. Sasa basi, ndo natamani sana tuweze kuangalia huu mwili wa mwanadamu namna ulivyo. Kwa damu yetu ipo katika mfumo wa matirio ya chuvichuvi. Nataka niwakumbushe, najua tulikotoka. Damu yetu ipo katika matirio ya chuvichuvi. Yale matirio ya chuvichuvi ndiyo uhai wa mwili. Matirio ya chumvi kazi yake ni kulinda nyama hizi zisiharibike. Si ndio hivyo? Kwa hiyo usalama wa pekee wa mwili wetu kutenda kazi ni pale mwili unapokuwa na hali ya chuvichuvi, na hii chuvi ni ile ya asili. Na chuvi ni mchanganyiko wa madini mbalimbali ambayo hayo madini Mungu ameweka kwenye mimea, kwenye mimea ya aina mbalimbali. Lakini mengine tumekuwa tukitoa kwenye ardhi moja kwa moja, si tunaunga chumvi kwenye chakula. Si ndio hivyo jamani? Sasa kadri damu inapoendelea kubaki katika hali nzuri hiyo ya uchuvi, ndipo mwili unapoendelea kuwa bora. Ila hali ya uchuvi inapoanza kuondoka, ndipo damu inaanza kuingia kwenye madhara, na kadhalika na viungo hapo vinaanza kuingia kwenye shida. Ni nini? Kile unachokiweka kwenye mdomo, ladha yake ile ndio inaenda kudesign damu yako. Bwana ni mwema. Sasa nataka niwaonyeshe kitu kimoja. Miongoni mwa vyakula vinavyoweka mwili kwenye asidi ile ya kati, huku haturuhusiwi kugusa kabisa kutokana na kanuni ya uhai. Huku ni kifo. Huku ni kudhoofisha mashine. Huku ni kuzeeka mapema. Huku ndiko kunazalisha tabia mbovu. Lakini kwenye vyakula vya tindikali ya kati, hapa inatakiwa utumie akili. Unapokuja kula hapa, tumia akili. Lazima utumie akili ile Mungu aliyokupa. Hapa pana uzima, lakini pia usipokuwa makini unaweza ukachukua mauti pia. Mahali ambapo hakuna tahadhari unajiachia ni kwenye vyakula hapa kuanzia tindikali hii ya chini. Sasa naomba tuangalie hivyo vyakula. Hapa mojawapo ni zile juisi za matunda ya asili, hasa matunda yenye asili ya sukari. Hizi zinaweka damu kwenye asidi ile ya kati. Kwa damu haipo kwenye ubora sana. Maana tuliangalia kuwa damu inapokuwa nzuri inakuwa na wekundu, red, mnaita red lakini yenye rangi kama ya gold. Gold ni dhahabu ete. Ile rangi kama ya dhahabu na inakuwa nyepesi. Na ikitokea umejichanja au umejikata, damu ikatiririka ikamwagikia kwenye ngozi, baada ya nusu saa hiyo damu huwa inakauka. Alama uwaga haiweki kwenye ngozi. Mlishawaona damu za hivyo? Hasa hao utawakuta wale akina vegan na vegetarian ndio wenye damu za hivyo. Vegan si tunawajua? Na vegetarian ndio nakuta wapo hivyo. Haya ni epo lililoiva, tofaa, sisi tunaita tofaa. Sasa epo lililoiva lenye sukari, nadhani tuna maepo haya ya kisasa, sio hivyo? Ila yale ya asili yenyewe uwezo ukaweka hapo, yenyewe yapo huku. Lakini pia ndizi iliyoiva, sio hivyo? Inaiweka damu katika kiwango hicho cha asidi. Lakini pia chungwa lile lililoiva, sasa katika kuiva hapo, ninashukuru sana pia na mwalimu alikuwa ananisaidia kitu kimoja hivi. Ni vile vitu vilivyoiva kupindukia, sio hivyo? Ambao unakuta sukari imekubali kweli kweli. Lakini pia zabibu zilizoiva sana. Kingine ni ni pears. Sijui kama huku yapo yaliyoiva sana. Mengi sana. Kingine ni mapapai yale yaliyoiva sana. Kingine pia ni nanasi lililoiva sana, pineapple, ndio hivyo? Lakini pia zile blueberry zile zilizoiva sana, zile strawberry zilizoiva sana, stafeli lililoiva sana, tikiti maji lililoiva sana. Lakini pia na kitu kingine ambacho kinawekaga kwenye acid ni ugali. Ugali sasa ni mada inajitegemea. Viazi vitamu vilivyopikwa, lakini pia macheza, lakini pia na nyanya hizi za kisasa kubwa. Macheza inayaiteje? Yale yapo jamii kama ya machungwa. Sadala. Macheza myajui? Yana mbegu. Yana mbegu kama chungwa tu. Sandara hiyo. Ila yenyewe yanakuwa na ngozi laini ukitoa na yanakuwa matamu. Sandara. Mnaita sandara.
Mimi sijui hii sasa mnakuwa mnaiteja. Lakini pia na miwa hasa ile iliyokomaa. Tupo wote. Ni nini ambacho hapo nataka tuweze kukitumia? Lazima nataka tutumie elimu ile ya mwili. Tupo wote. Huwa napenda kuwaambia watu kuwa vile mmea ulivyo, unavyokuwa hauna utofauti na mwili wa mwanadamu. Unapopamba maua, unapotaka kuzaa, huwa unapamba majani. Baada ya kupamba yale majani, huwa unatoa yale maua. Ukishatoa yale maua, unakuja unaweka kale katoto. Unapoweka katoto, maana yake tayari mti huo umeshazaa. Maua huwa unaonyesha kuwa ni mjamzito. Tunaonaga lile ua wakati katoto kanajitengeneza ndani huwa linajaa hivyo, si ndio hivyo? Hapo huo mti unakuwa ni mjamzito, si ndio hivyo? Na kabla haujabeba ujauzito, haujabeba yule mtoto, haujabeba yani yale maua, majani huwa yananawili. Yani nao pia una homoni, si ndio hivyo? Zile homoni zile zinafanya ule yale majani yanawili, kwa sababu mizizi kwa sehemu kubwa chini inazalisha maji mengi kupeleka huko juu, kuandaa mazingira ya mtoto anayekuja. Na ndio maana utakuta hivi maua yale yakisha anza kujitokeza, maji yanayokwenda kwenye majani yanakuwa machache, mengi yanaenda kwenye maua. Baada ya hapo utakuta mti umejaa maua, huku majani yakiwa yananyong'onyea. Sijui kama watu naona hiyo. Baada ya muda fulani, na unachukuaga miezi pia, baada ya muda fulani utakuta unazaa. Ukishazaa yale maua huwa yanadondoka chini, si ndio hivyo? Yale maua tunasemaga ni kama lile kondo, mnaita placenta ete? Lile linalobebaga mtoto mnaliiteje? Sio placenta. Ni hiyo placenta tu. Ile maji lile linalobebaga mtoto, lile mtoto mtoto akiisha zaliwa, baada ya muda na lenyewe linafuata placenta hiyo. Yeah, ndio ile. Na unakuta hivi baada ya katunda haka kujitokeza, huwa yale maua yanadondoka chini, si ndio hivyo? Kanabaki katoto. Katoto kale kanaanza kulishwa. Na kale katoto kanakuwa na ulinzi mkali sana. Hello. Ulinzi ule hakuna mdudu anayeweza kukagusa. Lakini ikitokea katunda yako kameshindwa kupata maji ipasavyo, kakiugua, utakuta kenyewe huwa kanadondoka, manake kamekosa mawasiliano na mama yake. Si vinadondokaga chini? Manake hivyo hakuna muunganiko wa ile mishipa yake. Kwa hiyo kakikosa virutubisho, utakuta huwa kanakufa. Kakifa kanadondoka. Zile zilizokuwa imara zinaendelea. Tupigie mfano wa embe. Embe inapoendelea utakuta inakuwa na ukakasi. Inapofika kwenye umri wa ujana sasa, ipo katikati ya uzee na utu uzima na watoto, yenyewe inabadilika. Badiliko la kikemia linatokea, inaingia kwenye uchachu. Ule uchachu ni enzymes, ni uhai wake. Na ule ukali maana yake ndio uhai wa hilo tunda. Na hakuna mdudu anayeweza kuligusa, si kweli? Baada ya hapo inaingia sasa katika hatua nyingine ya kubadilika, inaweka rangi ya njano, si ndio hivyo? Wakati rangi ya njano unapoweka, maana yake wanasema maembe yameanza kukomaa. Hivi tunaelewa maana ya kukomaa? Kukomaa maana yake ni nini? Ni kuwa sasa haya yani yamekom kuwa tayari. Sio kuwa tayari. Yamechukua umri. Yamechukua umri mrefu. Viembe vikiwa vidogo vinaonekana bado ni viteketeke, si ndio hivyo? Vitoto, si ndio hivyo? Likiwa hapo kijana, bwana hayo bado hajakomaa vizuri. Si ndio hivyo? Kwani mimi ukiwa kijana unasema huyu bwana hajawa mtu mzima, si ndio hivyo? Kuna mambo muhimu hawezi kushirikishwa, si ndio hivyo? Baada ya hapo hilo tunda linaanza kubadilika rangi, linaanza kuweka unjano. Wakati unjano unaanza, ule uchachu utakuwa unabadilika. Kuna kakitu kanaanza kuingizwa, ile sukari. Sukari inaanza kujitokeza. Wakati inapoanza kujitokeza, kuna badiliko linatokea kwenye zile seli zake. Zile seli ndizo uhai. Zile seli za tunda ndicho ambacho seli zako zinahitaji. Seli zinahitaji seli za kwenye tunda. Sijui kama naeleweka nikisema hivi. Baada ya hapo linaelekea sasa kutengeneza ule unjano uliokubali. Si ndio hivyo? Na inapotengeneza unjano uliokubali, unaikuta ile sukari ambayo ni tamu lakini yenye uchachu. Baada ya hapo linakaa kwa muda mrefu, utakuta kuna eneo lingine tayari kunaanza kuingia ulaini. Na kadri sukari inapokolea, utakuta matunda mengine yana change. Yanapo change ile rangi inaanza kubadilika ya ganda, si ndio hivyo?
Inavyobadilika ile ya ganda, maana yake alkaline inapungua humo. Si kama tunaelewana? Sasa ndio maana nimesema katika ulaji wa matunda hapa lazima tuwe makini. Tutumie tunda ambalo linakuwa limeiva. Si ndio hivyo? Lakini wengine wao wanaanzia yakiwa mabichi. Na tunda likiwa limeiva, je, stage za kuiva ni hatua za aina gani? Si ndio hivyo? Kama tunda linaanza kuliwa, lianze pale wakati linaanza kuiva. Tunda lililoiva ubora kabisa inakuwa ni pale ambapo limeshabadilisha sasa rangi vizuri. Yaani limeshaanza kuwa na kasukari na kenye uchachu. Baada ya hapo linapokwenda kwenye kuanza kulainika. Yaani linapoanza hatua za kwenda kulainika, hapo liliwe. Lakini linapoanza kubonyea, maana yake hilo tunda linakwenda kuzeeka. Si ndio hivyo? Na unakuta linapokwenda kuzeeka, yale matunda tunaelezea yale yenye sukari. Sukari yake inakuwa ni kali kweli kweli, si ndio hivyo? Inakuwa ni tamu. Na kwenye sukari hiyo tamu inapopanda, utakuta na ngozi yake ile inabadilika. Kama ni ndizi unakuta inaanza kuwa njano, yellow, si ndio hivyo? Ikishaanza kuwa yellow, hapo huwa nafanisha. Ukitaka ujue ugonjwa wa sukari ulivyo, wewe, ndizi ni nzuri sana kufuzia ugonjwa wa sukari. Mgonjwa wa sukari, sukari inapokuwa imekolea, utakuta rangi yake huwa ngozi huwa inateleza kweli kweli, si ndio hivyo? Alafu inakuwa inang'aa. Sijui kama huwa mnaona. Wakati inapokuwa inang'aa, mwingine unakuta yani unamuona kama vile amenenepa, aidha kama ikizidi sana unakuta yupo amepungua, ila ngozi yake kama pauko hivi. Wakati anapokaribia sasa kwenye kuharibika, kuoza ndani, maana sukari inapozidi kwenye damu ndipo uhai wa mtu unapozidi kupungua. Sijui kama naeleweka nikisema hivyo. Sasa kadhalika unakuta na tunda hili, sukari inapozidi unakuta rangi ya kijani inaondoka. Kwa nini inaondoka? Sukari inaunguza ile alkaline. Na baada ya hapo kwenye matunda haya yenye sukari utaanza kuwakuta majamaa fulani wanaanza kucheza mle ndani. Wale majamaa wanacheza nini? Wanaingia kwa sababu kuna chakula chao hicho ni ile sukari. Wakati lipo kwenye alkaline hawakuwa wanagusa. Kwa hiyo unapokwenda kuchukua tunda ambalo linakuwa limeshaiva sana, maana yake unachukua uhai ambao hautakusaidia sana. Na sukari hii yenyewe itakapoingia itashusha damu yako kwenye alkaline, itaipeleka kwenye asidi. Kama ambavyo tunda linafurahiwa na hao wadudu, kadhalika ukipata changamoto yoyote ya bakteria au fungus au virus, ndivyo watakavyokuwa wanafurahia kwenye damu yako. Naeleweka nikisema hivyo? Basi mimi naomba tuweze kusoma kitu fulani hivi kwenye habari ya hii sukari. Kwenye habari hii ya sukari, kuna sukari za aina nyingi. Naomba uweze kusoma hapo. Nadhani siku ile tulisema ilikuwa ni hapa au wapi? Tulisema sukari inayohitajika kwenye mwili ni ile ya glucose. Mnakumbuka? Ambapo ile ya glucose ni inayotoka kwenye carbohydrates, ndio hivyo? Ambapo kwenye carbohydrate mara nyingi inapatikana kwenye hizo nafaka na kwenye matunda. Na katika matunda haya pia yanatofautiana sukari zake. Kuna hii sucrose, alafu kuna sukari ya kwenye maziwa yenyewe ndio ngumu zaidi, inaitwa galactose, lakini pia kuna sukari ya kwenye matunda inaitwa fructose. Fructose, ndio hivyo? Lakini ya kwenye asali inaitwa sucrose. Na pia kuna asali, kuna sukari inayopatikana kwenye nafaka na kwenye mboga majani, inaitwa ni sukari ya nini? Glucose. Ambayo hiyo glucose lazima itoke huko kwenye hiyo carbohydrate. Na mwili wetu unatamani sana sukari ile ambayo ni ile ya carbohydrate, kwa sababu sukari yake imepoa. Lengo lake ni kwenye ubongo, kwa sababu ubongo hauhitaji sukari ile ambayo ni kali. Unahitaji sukari kama wanavyoniambia wenzetu walivyopima, wamesema inahitaji kama 2% ya sukari, kwa sababu ubongo wenyewe ni kitu tulivu na sukari ipo kwenye makundi ya madawa ya kulevya. Si tunaijua hiyo? Sukari ipo kwenye makundi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo ubongo waga uhitaji vitu vya kusisimua. Kwa hiyo ndio maana niwaambie hivi, hapa tunapotumia tuwe makini kidogo,
tunapokwenda kuwa tutumie akili sana kwenye kuyatumia haya matunda. Tuyatumie wakati yanapokuwa yenye ubora, na tujue kusoma tunda lenye ubora ni lipi. Ni hili hapa. Soma hapo sukari. Nasema hivi. Hapa juu. Sukari ni nzuri kwa ajili ya kitabu cha CDF utawaandikia hapo pembeni. Nianze juu. Ni sura ya 19. Naomba tuingie sura ya 19. Chapter 19. Okay. Pale tu aya ya kwanza. Inasema sukari ni nzuri kwa ajili ya tumbo. Sukari ni nzuri. Inasema samahani. Sukari si nzuri kwa ajili ya tumbo. Sukari sio nzuri kwa ajili ya nini? Ya tumbo. Inasababisha kuchacha. Na hali hii huleta utusi katika akili na kushindwa kufikiri vizuri na kuleta hali ya unyonge. Sawa. Inatuambia hivi, sukari sio nzuri kwenye tumbo kwa sababu yenyewe inasababisha kuchacha. Si ndio hivyo? Kwa hiyo inasababisha kuoza kwa baadhi ya vitu. Na anasema pia inasababisha utusi ni giza, yani inaleta giza kwenye ubongo. Lakini pia ubongo hauwezi kufikiri vizuri wakati sukari inapokuwa imeingia kwenye ubongo, si ndio hivyo? Sio kama tunaelewana. Haya, tuendelee. Inasema sukari nyingi sana kwa kawaida hutumika katika chakula. Hapo turuke. Sawa, anzia hapo. Inasema sukari huziba mfumo wa mwili. Sukari yenyewe huwa inaziba mfumo wa nini? Wa mwili. Hello. Sisi naweza nikasema sisi ni Mungu anatuandaa kuwa matabibu wa dunia. Si kweli? Na mahali pekee watakaojua elimu ya kweli ya utibabu ni kwenye kanisa lake. Mungu atafunua siri sana, nasema siri za Mungu zipo kwao wamchao. Hilo fungu si tunalijua kabisa. Kwa hiyo afya pia itakuwa mikononi mwa wacha Mungu. Bado dunia haitafungwa. Dunia hii historia yake haitafungwa bila ya kuinua tiba halisi ya mwili. Hicho kitu haitatokea. Hata kama sio sisi, wanaokuja watadhihirisha. Lazima kila kitu kilichokuwa cha shetani kidhihirike. Tupo wote. Kwa hiyo sasa kuna vitu wakati dunia inatuambia sukari ni nzuri, si kweli? Si wanatuambia hivyo? Lakini pia wameanza kutofautiana. Kama wanasema sio nzuri wangeisitisha. Si leo hii wanaendelea kuzalisha. Lakini ikionekana bei imepanda, si tunaonaga maandamano. Kama maandamano wanaandamana kwa sababu sukari imepanda, mpaka serikali inalazimu iweze kushusha bei, si ndio hivyo? Kumbe ilikuwa ni muda mwafaka serikali sasa iweze kutoa muongozo. Jamani, ni kweli sukari mnaipenda, ila sukari ina madhara. Mnaona magonjwa mnayoumwa haya na haya na haya yanasababishwa na sukari. Tumepandisha bei ili kusudi watu wengi washindwe kununua ili kupunguza haya matatizo. Sitakuwa waambie hivyo. Sasa shetani amesoma sana mfumo wa mwili. Mwili waga uhitaji sukari. Tunapoeleza sukari ni kweli, mwili unahitaji sukari. Na bila sukari huwezi ukafanya kitu chochote. Hata kutazama tu ni sukari. Lakini ni sukari ipi? Tupo wote. Lazima tujue. Walimwengu wameshindwa kujua ni sukari ipi ambayo mwili unahitaji. Kwa sababu wao wanasoma hivi, sukari inatia nguvu ndani ya mwili. Sukari ni nzuri kwa kila mfumo wa mwili. Na kila seli inahitaji sukari. Ni kweli. Ni sukari ipi? Wamejikuta wameingiziwa sukari inayokwenda kuwaharibu. Lakini sisi tunapojifunza, sukari inayohitajika ni ile ambayo ni ya asili, ni ile ambayo ipo kwenye balance, ambayo haitaitoa ile damu kwenye kiwango chake, yani haitapunguza ule uchuvi. Unapoingiza kitu kitamu ujue kinaenda kudailuti ile chuvi kwenye damu, sio kama tunaelewa. Kwa sababu viungo vyetu vinavyo balance pH scale ya mwili, navyo vinahitaji damu ndio viweze kufanya kazi, si ndio hivyo? Kwa hiyo kama viungo vyetu vitapata damu yenye sukari, maana yake vitashindwa kutema yale material, zile juisi za kudailuti ile sukari. Na zile juisi tunazozitegemea kuweza kufanya kazi, nazo zinahitaji kutengenezwa kupitia chakula. Kama utakuwa unaingiza chakula chenye sukari, kadhalika na hizo juisi hazitakuwa na nguvu. Si kama tunaelewana jamani? Naomba uendelee kusoma hapo. Ndio maana natuambia sukari inaziba mfumo wa mwili. Kuziba maana yake
inaenda inaharibu ile oksijeni ya kwenye damu, na sukari ina tabia ya kuvuruga madini au kuyaondosha madini kabisa mazuri yaliyopo ndani ya mwili. Hii sukari inapokuwa imezidi, hizo sukari tunazoona za viwandani, lakini pia na hizi sukari hizi zinazotokana na matunda yaliyoiva sana, tutaangalia huko mbele. Twende. Inasema inakuhamisha utendaji kazi wa mwili. Kulikuwa na mfano mmoja katika kaunti ya Montcalm, Michigan, ambao nitaurejelea. Sasa hapo naona tutachelewa, naomba twende kwenye hapa mara kwa mara. Inasema watu wataendelea kusoma hapo. Mara kwa mara niliketi kwenye meza za ndugu na dada na kuona kwamba wanatumia kiasi kikubwa cha maziwa na sukari. Mlo huu huziba mfumo wa mwili na kutibua viungo vya umeng'enyaji na kuathiri ubongo. Kitu chochote kinachozuia mwili kufanya kazi yake kikamilifu huathiri ubongo moja kwa moja. Na kutokana na nuru niliyopewa, sukari inapotumiwa kwa kiasi kikubwa ni mbaya zaidi kuliko nyama. Nashukuru sana. Hapo anatuambia kwenye habari ya hii familia ilikuwa inatumia maziwa lakini na sukari hii ya kawaida. Pointi yangu mimi nataka tuangalie sukari. Sukari ni ile ladha ya utamu. Tuko wote? Labda tusome kitu kimoja ndio tufafanue tena hapo. Hiyo sura yote inahusika sana mambo ya sukari na hivyo vitu vyote vyenye utamu unakuta inaeleza. Sisi tunachukua vitu vichache tu ambavyo vinaweza vikatusaidia. Nataka tuangalie vitu vichache ambavyo vinaweza vikatusaidia kwenye habari ya matumizi ya hivi vitu vyenye asili ya sukari. Naomba usome kurasa hii ni 554. Tusome tu haya hiyo moja afu tuendelee. Margin of 554. Inasema ni bora kuachana na vitu vitamu. Anasema ni bora kuachana na vitu vitamu. Achana na vyakula vya vitindamlo. Achana na vyakula vyenye vitindamlo vitamu vinavyowekwa mezani. Amefafanua vitamu, vitindamlo ni vile vinavyowekwa mezani, vitu vyenye asili ya utamu. Huvihitaji. Unapaswa kuwa na akili safi kufikiri kulingana na utaratibu wa Mungu. Ili uweze kuwa na uwezo mzuri wa kufikiri kutokana na utaratibu wa Mungu, anasema inatakiwa uachane na vitu vitamu vyenye asili ya sukari. Sasa tunapaswa kuishi kulingana na kanuni za matengenezo ya afya. Tunapaswa kuishi kutokana na kanuni za matengenezo ya afya. Kwa hiyo unapoangalia ni hivi, kuwa kinga ya mwili ili iweze kufanya kazi inahitaji yenyewe oksijeni ya kutosha. Wakati huo vitu vyote vyenye sukari vyenyewe haviwezi kuruhusu hewa ya oksijeni ya kutosha, bali vinaruhusu ile hewa ya carbon dioxide. Ndio hewa chafu, si ndio hivyo? Na inapokuwa hewa chafu nyingi sana ndani ya mfumo wa mwili unashindwa kufanya kazi. Wakati zenyewe zinahitaji ile hewa safi ambayo hiyo inatokana na mazingira mazuri yaliyopo kwenye damu. Na mazingira mazuri yaliyopo kwenye damu ni ile hali ya alkaline. Na ndio maana utakuja kukuta matunda yote yenye asili ya uchachu, yenye asili haya yaliyopoa, tunaweza tukasemaje? Hizi cucumber, hizi avocado, hizi lime, hizi lemon na matunda mengine yenye asili ya ukakasi, mnaelewa? Haya yote utayakuta yapo huku kwenye alkaline. Haya yote utakuta yapo kwenye alkaline. Lakini pia utakuja kukuta na hapa matunda kabla hayajaiva sana yenye asili ya sukari pia nayo yanakuanga kwenye alkaline. Kwa hiyo kama sisi tunataka tutumie wakati ile sukari inapokuwa imechanganyikana na kauchachu au sukari ile ambayo ipo kwenye kawaida. Na ndio maana katika hili tunda sio mchoraji mzuri. Tuchukue kwa mfano
Tuchukue mfano, hili ni tunda, si ndio hivyo? Kuna sehemu ya kwanza, kuna sehemu ya pili, kuna sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza, ili tunda linapokuwa kwenye alkaline, sukari yake inakuwaga ipo kwenye uchachu. Kuna alkaline ile ya juu, kuna alkaline ile ya juu unakuta lina ladha ya uchachu, hapo kunakuwa na alkaline. Sukari yake inakuwa iko chini sana. Lakini kwenye hatua ya pili inapoiva, sukari yake inakuwa ipo ya kati. Tupo wote. Na hapo ndio inatakiwa tuweze kutumia sukari yake inapokuwa ya kati. Baada ya hapo inaingia kwenye hatua ya tatu. Hapa sukari yake inakuwa iko high, inakuwa iko juu. Hapa ilitakiwa watu wengi sana waweze kupaepuka hapa. Si kama naeleweka nikisema hivyo? Na hivi tunaweza tukasema ili uweze kufaulu vizuri, na hii na sisi pia tumeweza kuhakiki vizuri kwa wagonjwa wa saratani wa sukari. Wenyewe tunashukuru Mungu kwa madaktari wanawaambia usitumie tunda lolote lenye sukari, sio wanawaambiaga hivyo. Wao wenyewe wanajua. Lakini kwa wagonjwa kwa mfano wa figo, wa moyo, wa saratani, matunda ya sukari huaga hawazuii sana walio wengi. Lakini sisi tulikuta pindi wagonjwa hawa tulipokuwa tunawaruhusu watumie matunda ya sukari, tulikuwa bado tuna ujinga mwingi. Tulikuwa tunajua matunda ni kitu cha asili, kwa hiyo mtu ale atakavyo. Na elimu hii tulikuwa tunasoma kwenye vitabu vingi, vinaonyesha ndizi zilizoiva zina madini ya potassium, lakini pia zina faida nyingi. Si ndio hivyo? Unajua mimi hata sasa hivi ninapokuwa ninasoma kitu huwa sikimezi moja kwa moja. Na nyinyi pia naomba msaada, na nyinyi mkatafiti hili. Siku ujaribu wakati unapokuwa una malaria au mtoto ana homa, aidha wewe mwenyewe unaumwa. Wakati unapokuwa unahitaji matunda, wewe acha kutumia machachu, tumia matunda yenye sukari, alafu uangalie homa itakavyokuwa. Nikisema homa tunaelewa? Uone aidha mgonjwa wako naye mtibu, wakati unampatia dawa, wewe muwekee matunda. Aidha mpatie zile dawa na muweke kwenye kanuni nzuri ya ulaji. Anapopata unafuu, baada ya hapo anza kumpatia matunda yenye sukari, uone kitakachotokea. Sijui kama hiyo nyinyi mmejaribu. Utakuta kinachotokea ugonjwa unarudi tena. Ninasikitika kusema hili jambo. Kuna baadhi ya wagonjwa kama 6 hivi tuliwapoteza kwa uzembe huo. Lakini tunashukuru kwa sababu walikuwa wameshindikanika hospitalini. Wengine walikuwa wanapata unafuu kabisa, waliporudi huku wanapata unafuu. Lakini watatu mwanzoni tuliwaambia wao wanatumia mastafeli. Stafeli mnazijua? Jackfruit. Sawa. Tukawa tunawaambia tumieni hayo. Stafeli ni matunda fulani yenye yanakuwa kwa nje hapa hayapo. Yanakuwa kama yana miba. Ni ya kijani lakini yanakuwa kama na miba. Na wanasema ni mazuri sana kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa wa saratani. Kwa ndani yanakuwa na rangi kama ya white na sukari yake inakuwa ni nzuri, alafu maji yake yanakuwa kama uji fulani hivi. Si kama mnayajua? Sasa tulikuwa tunaambia matomoko ya kichaka. Matomoko nafikiri ni matomoko ya kichaka. Sio yanayojiotea, wanapanda, sio ya mapolini. Ilitolewa kwa kichaka. Sawa, nashukuru. Sasa yale tulikuwa tunasoma madaktari wakieleza matunda haya ni mazuri sana kwa kutibu saratani, na sisi tukawa tunabeba. Kilichotokea wagonjwa tuliwapoteza. Tulijikuta tunajitahidi kutokana na ujinga wetu tulifuata zile kanuni ambazo tulikuwa tunazijua zilizokuwa sahihi. Na walikuwa wanapata unafuu, lakini baadaye unakuta wanazidiwa. Wanapata unafuu, lakini baadaye unakuta wanazidiwa. Ni kwa sababu tulikuwa hatujatambua kitu kimoja, mpaka wakati ule tukawa tunamlaumu Mungu. Sasa Mungu, mbona tunajitahidi vyakula vya nyama na nini hawatumii, vyenye sukari hivi hawatumii? Wapo kwenye kanuni nzuri. Wewe umesema utazibariki dawa. Mbona sasa hawaponi? Shida iko wapi? Ni kweli, hata kama ni wadhambi, lakini umesema tukikuomba kwa imani unajibu. Mbona haujibu? Tupote. Sasa wakati tumeendelea hivyo, baadaye wakati tumeanza sasa kujifunza hili somo, japo kwa ulimwenguni wanalifundisha, lakini wanafundisha kinyume. Sijui kama tupo wote. Wao hawalifundishi katika kanuni iliyokuwa sahihi. Na pia wameficha siri kubwa hii
kwa sababu mifumo yote ya madawa, hata sumu zote wanazotengeneza wanafuata hii formula kati ya asidi na alkaline, sio hivyo? Wewe si unaona, kwa mfano mtu ukinywa sumu ili kusudi kumnusuru huyo mtu, sinatakiwa uingize zile dawa za alkaline, sio hivyo? Kwa hiyo sumu ni asidi, lakini ili kusudi uweze kuivunja sumu nguvu yake, wewe piga alkaline, sio hivyo? Ndio maana hata ikitokea katikati yetu mmoja akanywa sumu kali ambayo inamuua baada ya muda mfupi, lakini ukimpatia chumvi inaenda inatowesha ile sumu, si kweli? Au kama chumvi haipo ukamtengenezea majivu mnayajua, ukatengeneza yale majivu, inaenda inaua ile sumu, si ndio hivyo? Ya, nadhani na vitu vingine mnavyovijua venye asili hiyo ya alkaline. Sasa wakati tunaendelea hivyo, tulipokuja kugundua ubaya wa sukari, hasa sukari ya matunda, maana hii tulikuwa tunaizuia, sukari ya matunda, ndipo ilianza kutupatia ushindi, ila kwa wagonjwa waliokuwa na imani. Tulianza kutowesha matunda yenye sukari kabisa, asiguse kwa namna yeyote, na tulikuwa tunawaambia usitumie chochote ambacho hatujakuambia. Maana tulikuwa tunasema kwa sababu kanuni hii imeshavunjwa na wewe hauna uelewa nayo, kwa sababu hauna uelewa, tunaomba tusaidizane kwenye huo mwili wako kuurejesha. Sasa kama tunataka tusaidiane, tunaomba ukubaliane na haya maelezo. Haya maelezo ni ya Mungu, kwa hiyo tunakufunga nayo. Kwa hiyo usitoke nje ya hayo mpaka tutakaporuhusu kitu kingine. Wale waliotembea kwenye hiyo kanuni, hasa wa saratani ambao haikufika stage 4, wengi walikuwa wanapona. Lakini kuna wengine ambaye nakumbuka, kuna mama moja huwa ananiuma sana mpaka leo. Popote pale ninapofundisha somo la afya wanapenda kutoa kisa chake, kwa sababu alikuwa amepata shida ya saratani ya ubongo. Hapa kulikuwa na uvimbe, ule uvimbe ulikuwa umetoboa hadi ili fuvu ili limfupa ilikuwa inatoa uchafu hivi, kiasi kwamba mle ndani mule yale majimaji ambayo yapo kwenye fuvu tulikuwa tunayaona hivi tete. Lakini ubongo ubongo ni mashine ya ajabu. Baada ya muda ilikuwa inaleta kama ngozi fulani laini inafutuka juu, ikishafutuka huku inajaa, ikijaa hivi inafunika. Kwa hiyo mpaka baadaye unakuja tena unatoa uchafu unaipasua. Ukiipasua, yani tunaona hili fuvu. Lakini tulikuwa tuna uwezo wa kuingiza hiki kidole kinazama na tuukuti ubongo. Kwa hii nyama hii huwa inavimba, inajaa hii hapa. Yule mama alikuwa yupo kwenye hospitali moja, siwezi kuitaja. Wakati anafanywa huduma pale, walikuwa wanasafisha kile kidonda, kikawa hakiponi. Sasa walikuwa wanawaza ule mfupa watauunganishaje? Maana yake si umeshalika, na alikuwa hana nguvu, hawezi kula, hawezi kufanya kitu chochote. Mungu akasaidia. Yule mama kaanza kupata aweni, nyama kwa ndani ikawa inapanda. Na hii mifupa unajua ni gegedu fulani ambalo ni laini. Likawa linakuja na huu vimbe ukawa unanyinyuka kwa juu hivi, kwa juu. Ndani ikaanza kutengenezeka na maji yale yakawa yanapanda yale mazuri. Na akaanza kujisikia vizuri, anakula na nini. Sasa mume wake ni wao wenzetu ambao ni Waislamu. Mume wake akafurahi sana, maana yule alikuwa bibi mdogo, alikuwa anampenda sana. Sasa yule mgonjwa akasema, sasa ninaomba mnipatie ile inaitwa New Fresh. Sisi kule kuna juisi zinatengenezwa, wanaweka kwenye pakiti. Zile juisi unakata hivi unafyoza, sijui kama huku zipo. Akasema ninaomba hizo New Fresh, zile ambazo ilikuwa ni za orange. Akatumia. Baada ya kutumia, ilikuwa ni siku ya Sabato, mimi nimeenda kanisani. Na asubuhi nilikuwa nimepita pale kuweza kumwangalia. Nataka niwaonyeshe ubaya wa sukari. Na mimi nikawa nimefurahi na mtukuza. Hakuna kitu chenye raha wakati unaposhughulika na mgonjwa ambaye unaona anakwenda kuingia kaburini. Nadhani madaktari mnalijua. Huwa inatokea unatumia hadi pesa zako, unapambana na uhai wake. Hujali hasara. Yaani hujali. Mimi huwa nakumbuka kinachofanyika. Mgonjwa anapokuwa amezidiwa, unagalamika kutumia pesa zako. Maana unaona kuna vitu vingi vinahitajika. Kwa hiyo ya kuombaga, naomba unipe kiasi kadhaa hivi na hivi. Yaani inaonekana kana kwamba wewe upo kwenye maslahi. Sasa ili uonekane kuwa unashughulika na uhai, ni kitu ambacho ni upendo huwa unamwagika. Wakati wao sisi tunashughulika na kulikuwa yani swala la fedha unakuwa ushughuliki, na nashukuru Mungu pia huwa anasaidia sana. Unapata ule msaada wa kifedha. Wakati amekaa vizuri, ninaenda kanisani siku ya Sabato na furahi sana. Nikamshukuru Mungu na nikamwambia rafiki yangu moja hivi,
Nikamwambia Bwana, Mungu ametenda muujiza Bwana. Mgonjwa huyu Bwana amehangaika hivi na hivi, kwa kweli nimekuta leo yuko vizuri. Ilikuwa ndani kama ya wiki hivi, ameanza kupata matokeo, uwana anaanza kwenda peke yake. Kutoka ile wawili wanamwekea mabega, wanamtembeza hivi, kuna wakati fulani kunyenyua hivi wanambeba. Kutoka kwenye ile kulishwa, kumiminiwa hivi, anakula peke yake, anashika hivi. Si muujiza mkubwa huo? Anakula peke yake. Na kwa saratani kama mnavyoijua, na kuona kidonda cha saratani kimeshaanza kukubali ile harufu ile ya uozo ile ikawa imetoweka, inaanza kunuka ile nyama nyekundu kama ya ng'ombe hivi, tunasikiaga ile nyama ile, na tumbo lake liko safi, anapata choo. Maana ili ujue kuwa ugonjwa umeushinda ni pale mgonjwa hata kwa siku wa saratani anapata choo hata mara 2 mara 3, lakini choo ile laini ya chakula chake. Huo ni ushindi mkubwa sana, kwa sababu yenyewe ina tabia ya kublock kwenye choo, inafunga kwenye choo. Ikifunga kwenye choo, baadaye inakuja inafunga hamu ya kula. Ikifunga hamu ya kula, inakuja inapiga miguu. Ikipiga miguu, mgonjwa hapendi kuinyenyuka. Si kweli jamani? Inakuwa hivi. Baada ya hapo, kinachotokea, mgonjwa hataki kula, na mtu yoyote atakayekuwa anampatia chakula ni adui yake. Anatamani akae hivi. Kama wewe unakaa naye umwambie, ukiwaambia jamani, mwache bwana, basi wewe atakupenda sana. Unapozuia kwa msimpe chakula bwana, mnamtesa, basi mgonjwa wewe ndo anakufanya kuwa rafiki. Sasa nimeongea maneno mengi, sio hivyo? Sasa alipokunywa ile New Fresh, baadaye akaomba na ile Fanta, si tunaita Fanta ile ya chupa. Mnajua ile Fanta? Ile Fanta orange. Wakampatia. Alipokunywa ya kwanza wakamwambia akanena mniongezee na nyingine. Umeona? Lakini mume wake nilikuwa nimemwambia vitu hivi asivitumie, na yeye pia alikuwa anajua. Sasa walipoona kuwa anafunguka kwenye kula, wakasema huu ndio muda mwafaka sasa wa mgonjwa kujenga nini afya yake. Si ndio hivyo? Maana muda mrefu alikuaga hali. Kilichotokea akasema hivi, ninaomba mnipatie chips mayai. Chips mayai mnaijua. Sasa kosa walilolifanya, wakawa wameenda kuchukua tena mayai ya kisasa. Wakamtengenezea ile sahani moja, tunaitaga tray. Si kwetu tunaita tray, tunaita ile, sijui kuna jina ambalo wanaita. Ile kale kasahani kale. Wakawa wamemtengenezea. Baba yule akaenda kununua mayai 8. Tray ya kwanza akapasulia zile chips, akapasulia mayai 4. Wakamkaangia hapo nyumbani, wakambebea na ile chili sauce, tunaita chili sauce. Ile yenye pilipili wakamwekea. Basi akala akafurahi kweli kweli. Wa marafiki zake, maana yule mama alikuwa ni mtu wa watu sana. Marafiki zake wakafurahi. Ilipofika masaa ya saa 11, naomba nitengenezee nyingine. Umeona? Akamtengenezea siku hiyo, sijui ilikuwaje shetani namna alivyojitukuza pale. Akala sahani 2 na zile Fanta orange akanywa 2 na ile New Fresh 1. Mimi ninarudi nafika pale masaa ya saa 1:30 jioni. Nasema wacha nipitie niende nimuone yule mama. Wakati nimefika pale, nakutana na uso wenye furaha wa mume wake. Akasema, yani kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa maajabu makubwa aliyoyatenda. Mgonjwa kwa kweli, yani leo ametufurahisha, ametubariki mno. Na kuambia amekula sahani 2 za chips mayai, lakini amekunywa na Fanta orange 2. Na New Fresh. Mpaka hapo unapomuona yuko amekaa hapo anaongea, njoo muone. Wakati mimi anashangilia, alikuta uso mimi umebadilika. Unaona elimu ya mwili ilivyo. Mimi ikaingia huzuni kubwa, kwa sababu ninaelewa ni nini kinachotendeka. Na nikaelewa saratani ukiidhibiti, ukiisapoti kidogo, kaipatia chakula chenye sumu, huwa inalipuka, na ikilipuka imwachi. Sijui nyinyi kama hiyo mmeprove kabisa. Yaani ukikuta ikisapoti, itakaponyenyuka haifanyagi makosa. Mimi alivyoongea, huzuni iliingia, ila hasira zikanijia. Nakumbuka nilimwambia, kwa nini umefanya jambo la namna hiyo? Kwa kweli nilimkazia macho. Kwa nini umeenda kinyume cha kile nilichokuambia? Mimi si nilikuambia mwe mnatumia vyakula vya namna hiyo. Alitaka naye akashituka, maana alifikiri ile furaha mimi ningeipokea. Akakuta mimi nimebadilika. Na wakati mimi nilikuwa nakunja sana hizi ndeta, nashukuru kwa tabia ya Mungu. Mbona? Nikaenda nikamwambia, jina sitamtaja. Nikamwambia, mama fulani, kwa nini umefanya jambo la namna hii?
Akasema nimejisikia ninapenda sana. Unajisikia? Akasema najisikia vizuri kweli kweli japo kuwa mwili ni mzito. Nikatoka nikamwambia mume wake, nikamwambia umemuua mke wako. Nikamwambia umemuua mke wako. Nikamwambia hicho chakula hicho, unaona hiyo furaha iliyopo hapo nakupatia masaa 6. Utaona kitakachotokea. Kwa nini umetoka nje ya kanuni niliyokuambia? Kwa nini ufuate mashauri yake? Tumesema hivi, swala la kukabidhiwa mwili wake mpaka pale atakapokuwa amepona ndio tutamkabidhi mwili wake. Sasa hivi huo mwili wake tumeushikilia. Akasema sasa mbona najisikia vizuri, sitarudia tena. Nikamwambia basi umeshamuua mke wake. Nilikuwa naelewa nini kinachotokea. Mimi nikaenda kulala. Nakumbuka hata kula sikula, huzuni imenijaa moyoni. Ilipofika masaa ya saa 6 za usiku, mtu akagonga dirisha. Tukuaga mbali sana. Akasema baba Doni, mwanangu anaitwa Abdoni. Akasema tunakuomba. Anatetemeka, tunakuomba. Nini? Ananiambia mama fulani amezidiwa, hawezi kufanya chochote. Nikamwambia hawezi kufanya chochote, tunaomba utusaidie. Nikamwambia hawezi kufanya chochote. Nafika pale, yule mama yani ni wakushikilia hivi, maudenda yanatoka tu kuongea maneno hivi. Yani amekuwa mzito, hawezi kufanya chochote. Nilimwambia hivi, nenda uombe gari pale, mchukue mpeleke hospitali ya Amana haraka sana. Hapa hatuwezi kufanya chochote. Ndio wanamchukua, wanampakia kwenye gari. Mimi hata sikwenda hospitali kwa sababu nilikuwa naelewa ni nini kilichofanyika. Kitendo cha mtu kuvunja kanuni. Wanapeleka kule, wakajitahidi, ikashindikana, wakampeleka kwenye hospitali kubwa tunaita ile tawi ya Muhimbili, ndio hospitali ya taifa tunaita Mlugazila. Walipompeleka kule, amekaa huko, wananipigia simu, bwana tumempeleka huko, madaktari wapo wanashughulika naye. Anasikieje? Anapumulia oksijeni. Nikamwambia sawa. Inafika saa 7, ilikuwa saa 7 na madakika mchana. Napigiwa simu, mama fulani ameshakufa. Ile furaha aliyokuwa anashangilia, kumbe walikuwa wanamsindikiza kaburini. Siku nilimwambia ile sherehe mliyofanya, mlikuwa mnafanya sherehe ya kumpeleka kaburini. Umeona? Kwa hiyo ni nini ambacho nimeprove? Ni hivi, kwa vitu vyenye sukari na vyenye asili ya utamu, unapovipeleka kwenye mwili haujawahi furahia utamu. Hello. Hata matunda mengi yenye asili ya sukari kwa sehemu kubwa yamebadilishwa kutokana na mazingira. Ila kwa asili matunda haya yalikuwa na sukari isiyoumiza. Amina. Ukitaka uamini, zabibu, nadhani mwalimu atajua. Ile zabibu sisi tunayoipata pale Dodoma ikitoka kuchumwa ina asili ya uchachu. Hauwezi ukala nyingi. Yani ikiwa imeiva zabibu yenyewe ina asili ya uchachu. Papai lenyewe la asili ukila linakuwaga na sukari yenye uchachu. Matunda mengi tunayoyaona haya yenye sukari, mengi haya yamebadilishwa. Na kama sio kubadilishwa, kutokana na uharibifu sisi tuliofanya katika uso wa dunia, hadi vyakula pia tumeviathiri. Kadri uovu tunaoutenda, kadhalika na vyakula vile vinapokea ile hali ya uovu. Kwa hiyo matunda mengi, hii sukari tunayohitaji, tunayoifurahia, sio kanuni yake. Yaani mwili sio kanuni yake kufurahia sukari ile tamu. Na ndio maana utajifunza hivi, dunia sasa hivi inajitahidi kutengeneza kila kitu kiwe kitamu. Na ndio maana daktari yoyote, ikiwa utakuwa unamtibu mgonjwa wako, lakini unamruhusu atumie matunda yenye sukari, ufanisi wa kumtibu huyo mgonjwa utakuwa ni mdogo. Kwa sababu kazi ya dawa, jifunze kwa dawa zinazoletaga aueni kwa mgonjwa unawekaga zenye sukari. Hapana, si kweli. Dawa zote sio zenye sukari. Dawa kama utapeleka, labda umepeleka tu. Mimi nimekuwa nikipingana pia na wale wanaosema bwana tutumie asali ni dawa. Changanya dawa hii na asali. Nasema kinachofanyika, asali ni kuibebanisha na zile dawa ili kusudi mgonjwa ajisikie vizuri. Na ili isikuletee madhara, kwa sababu wengine wanachanganya vitunguu saumu na nini. Ile ukipeleka vitunguu saumu na vitu vingine kama jinja, yenyewe inaenda inaidiluti ile sukari, inaivunja. Kwa unapo inakuletea unafuu, sio ni asali, bali ni ule mchanganyo. Sisi kama wewe tunaelewa. Aidha kama utakuwa umetengeneza, basi utakuwa umetengeneza
dawa ambayo ni nzuri ambayo inaendana na alkaline. Kwa mfano, kama mtu inatokea ghafla amezidiwa, maji yameisha, huwa mnafanyaje? Si huwa mnachukua sukari na chumvi unachanganya, si ndio hivyo? Akinywa inampatia nguvu, si kweli? Kadhalika pia kama mtu atatumia vitu vyenye sukari, hususan kwenye upande hata wa asali, tena asali yenyewe ni hatari zaidi. Kama atakuwa ameweka, sio asali imemponya, bali ni vile vitu ndio vimemsaidia, kwa sababu asali ya asili ni ile ya nyuki wadogo ambayo ipo kwenye alkaline ya juu, ambayo sisi kwetu inauzwa bei ghali sana. Nyinyi mnaiteje? Asali ya asili yenyewe ni chachu. Nadhani mada ya asali hatujagusia. Unapojifunza nyuki hawa wakubwa sio wa asili. Wakati maeneo ya Jamaica zinapoingia, walikuwa wanashangaa kwenye miaka 1800 na walishangaa wanawang'ata. Walipokuwa wanachunga, wakasema hawa ni wadudu gani wanaong'ata? Walikuwa wanakaa kwenye miti hivi wanajikusanya hivi. Umeona? Sasa baadaye wakawa wanatafuta namna ya kushambuliana. Walikuwa wanachukua moto, wanachukua ile miti mikubwa, wanachoma moto, wanazichoma, wakizichoma basi wanajifunika, wanawasambaratisha. Baadaye wakawa wanaikuta wanadondosha yale masega. Wakiokota wakilamba, wanakuta asali ni tamu, walikuwa wanashindwa kuila. Lakini kadri walivyoendelea hao nyuki, walianza kuwaua wale nyuki wa asili, walianza kuwaua. Ndivyo walivyosambaa. Mpaka baadaye watu kuizoea hii asali tamu ilikuwa ni kazi sana. Mpaka leo sisi tunazaliwa tunajua hii ni asali nzuri. Na ndio maana ukitaka uhakikishe ni hivi, ukinywa hii asali ambayo ni ya nyuki wakubwa, kikombe kimoja utakuta tumbo linajaa gesi na tumbo linaanza kuuma. Aidha ukinywa kikombe kimoja unalewa. Mimi ukinywa kikombe kimoja cha asali hapo, ukakaa hapo unalewa, utaanza kusizia hivi, mwili umetepeta. Sasa kama ni kitu kizuri, kwa nini kikuleweshe? Kwa nini kilete shida ndani ya mwili? Kwa sababu kinaenda kushusha ile alkaline. Sukari inashusha ile chuvi chuvi. Pointi kubwa, sukari inashusha ile chuvi chuvi. Kwa hiyo chochote unacho, afya yako unaweza kuishikilia mwenyewe. Kama unataka kuumwa wewe mwenyewe unasema, kwa kweli mimi nataka niumwe siku moja figo. Kwa hiyo kama nataka niumwe figo, mimi nione piga soda na nini. Ila nataka siku moja niumwe ini. Kama nataka niwe nakula mayai na maziwa na soda na juice na nini, sio hivyo? Nataka angalau mwili wangu angalau, yaani unaisha mwaka mzima sijaumwa. Wacha niwe napiga matunda yenye sukari mengi. Fanya damu iwe tamu. Ukifanya damu kuwa tamu, utawaalika wale ndugu zako wale wakiingia ndani ya mwili, wakianza kuupiga mwili unaumwa, unajisikia vibaya, basi hiyo ndio furaha basi. Kwa hiyo kama unataka uwe na afya iliyokuwa njema, wewe dhibiti mwili. Unadhibiti kupitia vyakula unavyokula. Vitamu weka pembeni. Hata unaposhughulika masuala ya ubongo. Unaposhughulika na masuala ya ubongo, hakikisha material ya ubongo namna yalivyotengenezwa yapo kwenye pH ya 7.1 ambayo ladha yake ipo kama cucumber au ipo kama maji. Maji yana ladha yoyote. Ubongo material yake upo hivyo, na unahitaji chochote kitakachoingia ndani yake kiwe na ladha inayolingana na hiyo, aidha yenye chumvi. Ndio inayohitaji. Ndio maana pia hata chumvi, uzuri sasa wa mwili una akili. Wakati damu inapopitiliza naenda kwenye alkaline, mwili unapigaga alama, hauwezi kuhimili. Kwa sababu alkaline inapofika kwenye pH ya 7.8 ni sawasawa na maji ambayo chumvi imezidi. Kitakachotokea, mwili utapiga alama, leta maji, dilute sukari. Si ndio hivyo? Chumvi. Sawa chumvi. Chumvi ikizidi, mwili utasema leta maji. Si unaanza kushikwa na kiu. Lakini mwili unapokwenda kwenye vitu vitamu huwa unalewa. Ukilewa uelewe, unakuta unatamani hivyo. Yaani unakuwa ni teja. Mwili unapokuwa kwenye sukari unakuwa ni teja, unalewa. Unarudi haraka. Unataka zaidi. Nashukuru Bwana. Unataka zaidi. Sawa na watu ambao wameelemewa na madawa ya kulevya, wanakuwa ni walaibu, si ndio hivyo? Sasa unakuta yani huyo hata ukimwambia bwana acha haya madawa hawezi. Mwili ukisha upeleka kwenye asidi, huwaga haurudi kwenye hali yake. Hata ukiurudisha unarudi unataka. Wewe mwenyewe nikwambie, kama tutatengeneza juisi ya limao, si ndio hivyo jamani? Au tukaweka malimao ni alkaline, si kweli? Limao ni alkaline ambayo inasafisha sana damu. Kwetu wazungu walituongopea wakatuambia inakausha damu. Lakini mimi hiyo nimefanyia majaribio tena kwa mke wangu wakati alipokuwa mjamzito. Mtoto mmoja wakati damu ilipokuwa inapungua, nilimwambia atumie limao. Damu ilikuwa ilipanda mpaka ikafika 14.
Sasa kama inakausha damu, si ingeshuka kutoka kwenye 8 kwenda kwenye 14? Hiyo nimeweka tick. Hiyo kweli kabisa. Oh, sawa. Nashukuru kama umehakiki hilo. Kabisa. Ndio maana wao nawaambia watu, kama hujafanya research usizungumzie. Na mara nyingi usipende kitu kimeelezwa tu, unasoma unabeba kama kilivyo. Thibitisha na kanuni ya asili ya mwili, si ndio hivyo? Wale wote wanaotafiti mwili huu, kuna wengine wana roho wa Mungu, kuna wengine adui anaingia. Adui yeye anachanganya kati ya uzuri, wema na ubaya, si ndio hivyo? Anaeleza uzuri wote, kitu kizuri anakieleza kwa uzuri wake, lakini anaingiza sumu. Wewe ukabeba, utapata matokeo nusu. Kwa hiyo cha kuzingatia, kama unataka kuwa na afya njema, penda sana kutumia vitu ambavyo vimepoa, ambavyo nadhani vipo huku kwenye Aliklan. Vile vitu kwa mfano unaposikia, si unaona kwa sehemu kubwa tunakula ndizi za kuchemsha, haya magimbi nyinyi mnayahitaje? Hivi viazi ambavyo vinakuwa na rangi ndani, viazi mviringo, mboga za majani, hizo nafaka. Si unaona tunakula hiyo michele, tunaisikia ile sukari yake. Hiyo ndio sukari ambayo mwili unataka. Hiyo ndio sukari ambayo ubongo unataka. Avocado, na ndio maana tutaangalia avocado lenyewe likiiva, alkalini yake inabaki pale pale. Hata kama linaoza, wadudu utakao wakuta ni wale wadudu, sio wale wa nyingi. Kuna kuanga vidudu vyeusi. Na vile pia, vile vidudu vile vyeusi vyenyewe havipendagi uchafu. Huwa vinakwenda napo, huwa vinalionea mwishoni. Parachichi hata likilojeka, likakaa hapo kwa muda, huji kukuta mdudu yupo. Kabisa. Kwa sababu ni alkaline. Wadudu wabaya hawawezi kukaa kwenye alkaline, wanakaa kwenye asidi. Kwa hiyo mwalimu, nafikiria kwa hivyo sukari inaweza fanya ni kuonyesha kwamba madizi sio haifai sana ile imeiva. Sawa. Haifai. Ndizi iliyoiva sana sio nzuri, ila kama mtu anatumia ndizi ni heri atumie hii moja. Ila kwa mtu mzima na anayefanya kazi, usije ukajaribu kwa mgonjwa kumpatia ndizi iliyoiva. Lakini yule anayetaka kulinda ubongo wake uweze kuwa angavu, ndizi kama aitumie wakati ikiwa kwenye hatua za awali, ile ya kuiva, ile sukari yake ikiwa ipo kati. Kama utatumia iliyoiva, hakikisha unaenda kufanya kazi au unasafiri, kwa sababu ile sukari itaunguzwa kwa haraka. Kwa wale wanaofanya kazi ya kukaa, kufanya zile kazi za kukaa, hawaruhusiwi hata kidogo kuguza ndizi. Aidha kama una kazi za akili, za kutafakari, sio unataka, maana kuna kazi zingine za akili unataka ubongo usisimuliwe. Si ndio hivyo? Ukifanye kitu kwa kufocus sana, kwa kutumia nguvu isiyokuwa ya kawaida, ndio unaweza ukaitumia sukari. Lakini kama unataka ubongo wako ufanye kwa uhuru na kwa utulivu mkubwa, sukari pia ambayo ipo kwenye ndizi zilizoiva sana hamna. Aidha kama utaila, basi kula, nenda ufanye mazoezi, haitakuletea shida. Lakini pia damu utakuwa umeipunguza. Kwa maana kuna matunda aina inakuwa na sukari kabisa, kama ile walisema walikuwa nataja pale. Kuna hiyo matunda walikuwa tunaita matomoko. Na kuna ingine inaitwa white supporter. Inakuwa yenyewe na sukari kabisa. Kwa hiyo ndio unatuambia hiyo tujaribu kupunguza wakati tunapokula. Naam. Hicho ndicho ninachosema, lakini nikizungumzia kwenye damu, unaona damu yetu ipo ina hali ya chumvi. Mungu hakuweka damu iwe na ladha ya sukari. Hata maandiko yanasema chumvi ni kitu chema, si ndio hivyo? Lakini huje kukutana na maandiko yanasema sukari ni kitu chema. Si kama mnaelewa? Sasa tunacholenga hivi kuwa hii ni elimu tu ya asili ambayo wewe mwenyewe unajimiliki. Kuwa damu yangu mimi ina asili ya chumvi, si ndio hivyo? Na hiyo chumvi inatengenezwa na vyakula vingi tunavyotumia. Kwa hiyo kama utakuwa unaweka sukari, weka ile sukari ambayo haitakwenda kupunguza ile nguvu ya chumvi. Sio kama unaelewa? Ya, na kama itatokea, kwa sababu ninaelezea hivi, wengi tumelelewa kwenye matunda yenye sukari. Kwa hiyo wengi ni walaibu. Nikisema walaibu mnaelewa? Una mazoea. Kwa hiyo ni vigumu kuacha mazoea haraka. Kama unaweza unaanza kuzipunguza sasa. Kwa sababu sukari ina tabia ya kusisimua mwili. Yaani huwa inauchochea mwili. Na ndio maana unapokuwa unaisoma wamesema hivi, pia inafanya ubongo, yani kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi, na pia huwa inasababisha na hasira zaidi. Oho, hapa mwalimu tulikuwa tumekukatiza pale, karibu. Mimi ulipokuwa unazungumza, ukiangalia ubongo na vile ambavyo radha ama damu kwenye ubongo inakuwa kama cucumber.
nikajiuliza, je, inawezekana kwamba uwezo wa akili kushuka ni kwa maana ya sukari? Nashukuru. Nadhani hiyo nyinyi wote ni wasomi. Miongoni mwa kitu kilichoshusha uwezo wa akili ya mwanadamu kwa kiasi kikubwa ni sukari. Hiyo nadhani pia hata walimwengu wanaeleza. Kuna nani moja alisema hivi, kuna alikuwa ni jamaa mmoja wa Marekani, huyu anayecheza tennis. Aliuliza swali na mwandishi mmoja. Akaulizwa, nini chanzo cha machafuko duniani? Aliuliza, ni nini chanzo cha machafuko duniani? Tunayoyaona maadili kumomonyoka na nini? Jamaa aliongea neno moja, alisema sugar. Basi, baada ya hapo akakata. Kwa chanzo cha machafuko yote tunayoyaona, mvurugiko wa akili, maadili na nini, chanzo kikubwa ni sukari. Si ndio hivyo? Kwa sababu sukari yenyewe inalewesha ubongo. Na unapojifunza sukari, hata matunda yakiiva sana, sukari yake inaendeka kwenye levo ya madawa ya kulevya. Sisi tunakumbuka tulikuwa tumepata daktari mzuri sana kwetu Tanzania. Anaitwa Janabi. Nadhani mkigugo humo mtamuona. Amesaidia sana kuielimisha jamii ya Tanzania. Amekuwa akipambana sana na vitu vinavyoitwa sukari na pia na matunda yenye sukari na juisi za sukari. Mpaka bungeni wakawa wanamshambulia, lakini alikuwa ni mkurugenzi wa hospitali kubwa ya taifa ya Muhimbili. Huyu alikuwa anapiga marufuku, hata mkiingia kwenye humo YouTube mtamuona. Muandike tu Daktari Janabi. Kiandika tu hivyo unaletewa. Yeye anakuambia kabisa matunda yaliyoiva yenye sukari na kokeni, yale madawa ya kulevya, kokeni na nini hamuna utofauti. Ila ulaibu unatofautiana. Ila namna ya kuathirika kwa ndani hakuna utofauti. Kwa unapoziona kokeni na nini na matunda yenye sukari hayana utofauti. Ndio maana utakuta kwa wale waliozoea kutumia vinywaji vyenye sukari, ukiwapelekea vitu ambavyo vimepoa hawajisikii. Wanahitaji vile vitu vinavyosisimua, si kweli jamani? Kwa hiyo unapoangalia matunda yenyewe ni hivyo. Ndio maana huji kukuta mtu aliyesoma vizuri elimu ya mwili akakwambia miongoni mwa vyakula vinavyojenga ubongo akakwambia matunda yenye sukari. Hicho kitu hakipo. Ila atakwambia matunda yanayojenga ubongo, yanayoongoza, utakuta wanakuambia parachichi. Ni kweli. Hiyo ni sahihi. Hata ukiangalia nature ya watu waliokulia kwenye parachichi, uwezo wao wa akili upo juu kwenye kupambanua mambo, kwa sababu wamesukwa vizuri. Lakini pia utakuja kukuta pia kwenye zile mboga na matunda mengine yaliyopoa, ndio unakuta wanaeleza, na baadhi ya nafaka ni mnaita quinoa, ndio hivyo, sisi tunaita ufuta. Ukiangalia hizo macadamia na mbegu hizo zingine zinazoshughulika na ubongo, hata hizi sisi tunaita hizi finger millet zinashughulika sana na mifumo ya ubongo. Hizo sisi tunaita mitama, mnaita sorghum. Hizo hapo zinashughulika. Angalia sukari yake. Ile sukari yake yote ipo kwenye level kabisa. Kwa hiyo sukari inapozidi, ndio maana utaangalia kwenye mfumo wa mwili. Nilikuwa naangalia klipu moja. Wakati mtu anakuwa amekula chakula chenye sukari, insulin huwa inamwagika nyingi. Inapomwaga nyingi, kinachofanyikaga huwa inakimbia kublock ile mishipa ya kwenye ubongo. Inatangulia kule mbele, inablock, alafu inaanza kuifuata hii sukari. Inapoifuata inaanza kuichukua. Inapochukua inapeleka kwenye seli. Inalinda ile sukari isiingie kwenye ubongo. Inachofanya wakati ikiwa inapunguza, huku kuna kemikali zinaingia, zinamwagwa kuidilute ili isije ikaingia kwenye ubongo ule ukapigwa shoti. Na inapokuwa imeshindwa, utakuta ile rangi ya kijani inatembea. Ule ubongo ukikutwa na ile sukari huwa unasinyao, unakuta unafanya hivi. Ile klipu nilishangaa sana yule jamaa namna alivyoitengeneza. Na unakuta unapungua udogo unafanya hivi. Lakini wakati unapokuwa sukari ipo ya kawaida unakuta wenyewe umeachia hivi. Na seli zake unaziona ziko hivi. Na hivyo iko hivyo. Habari za muda huu. Na viazi vitamu. Viazi vitamu. Sawa. Viazi vitamu. Sawa. Sasa viazi vitamu ni hivyo. Nadhani wengine pia wenye mili mizuri huwa wanajua kabisa ukitumia viazi vitamu kwa wingi unapata kiungulia, sio hivyo? Sukari yake ile si bora sana. Na ndio maana kama unatumia viazi vitamu basi uwe na mboga. Aidha kitu kingine ambacho ni alika ambacho kitavunja ile sukari kuidhibiti. Avocado. Nashukuru sana avocado. Ile avocado itakwenda kudilute ile sukari.
Na ndio maana utakuja kuta kiazi kinapokuwa kibichi sukari yake iko chini. Baada ya kupikwa lile ni badiliko la kikemia linafanyika, kinapandisha ile sukari. Lakini viazi mviringo vyenyewe unakuta hivyo Mungu ameshaviwekea hiyo kanuni. Lakini nataka niwaambie jambo. Viazi vingi tunavyotumia sio vya asili. Kitu chochote ukikuta kinapandisha sukari sio cha asili. Si kama hilo tunalijua. Viazi vya asili ambavyo tulikuwa navyo vilikuwa vipo kama beetroot. Muingie muje mgugo kwenye nani, muangalie kwenye ile nchi ya ipo Marekani, hii inaitwa kwa Wasabato wengi, mwalimu, inaitwaje ile? Kuna jina nitaikumbuka. Kuna nchi ipo ya Wasabato wengi sana kule kwenye nchi ya Marekani. Nika nchi fulani kana itweje, unakuta wanalima mihogo hii ya nani, kama ya rangi ya beetroot, sisi tunaita zambarao. Zambarao nyinyi mnaiteje? Zambarao yani rangi ya papo. Kuna mihogo ya papo, viazi vya papo. Sisi hata nyumbani kwetu vipo viazi vile vya papo. Sukari yake haipendezi na wengi hawavipende, sio vitamu. Na vile ndio vya asili, na ile mbegu wameitelekeza. Na kuna babu alikuwa anakuambia sisi wakati wanatuletea hii mbegu ilikuwa ni tamu, ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni ngumu kuizoea. Lakini tumeizoea mpaka ile mbegu tumeitupa. Kuna nyingine ilikuwa mbegu ya zamani, ilikuwa ndani yake kuna rangi nyekundu kama mishipa ya damu. Viazi vitamu hivi hapa vilikuwepo hivyo. Sukari yake hata ukipika, sukari yake ilikuwa imepoa. Ni kweli ina sukari, ila sukari yake ilikuwa imepoa. Tupo wote pamoja. Hivi vitu ukipika vinapandisha sukari sana, sio vya asili. Unajua tulikuwa tunakula ile ndizi ya asili iliyopo hapo. Ile yenye mbegu si imeiva mpaka basi. Ile sukari unaisikieje? Si kutamanika tena. Ile sukari unakuta ukila wala ubongo hauchanganyikiwi. Mpaka nimeweka huko, nilikuwa naangalia imelojeka, nimeiangalia iko vile vile. Nimeonja sukari iko vile vile. Ikionyesha vitu vya asili ambavyo Mungu aliviumba vyenyewe havikiuki hiyo kanuni. Labda kwa sababu ya mazingira yetu tunaendelea kuviasisha. Lakini bado kuna vitu ambavyo vimeendelea, shetani anajitahidi kuviharibu, haviharibu. Tunaona avocado shetani amejitahidi aliweke kuwa la sukari, imeshindikana. Sasa kwa kushindikana watu amewafundisha kutengeneza juisi, weka sukari. Wewe unakataa kuweka sukari, wacha sisi tukuongezee. Si unaona? Ndicho wanachofanya watu, sio wanaweka avocado. Maana yake wanakosoa ule uundaji wa Mungu. Wewe Mungu hujui vitu vizuri bwana, wacha sisi tukuboreshee. Tumishi anasema utaje ngano, alafu tubadilie. Ngano. Sawa, nashukuru sana. Nadhani somo la ngano litakuwepo kesho. Sasa nafaka. Ile ya zamani na ile iko sasa. Nitaweka mikebe mbili hapo wazione. Basi tunashukuru. Unazo? Ndio, niko nazo. Basi Mungu hilo hapo atukuzwe kwa hekima kubwa hiyo aliyokupatia. Kwa hiyo tutaona ngano ya asili ipoje na ya kisasa ipoje. Chochote cha kisasa au GMO, ndio hivyo? Chochote ambacho unaona ni GMO ambao wanadamu wameingia kukarabati, hicho lazima kikuletee madhara ndani ya mwili. Ila cha asili hakileti madhara. Nashukuru, muda umeenda. Naomba tupige magoti tuweze kuomba. Mwalimu, naomba tuongoze kwa ombi. Tuweze kuomba. Baba mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa maana ya kutuongoza katika majifunzo haya. Tunapoendelea kupata kanuni hizi, hebu tupatie akili na nia ya kwenda kuyaishi na kutafuta kuweka mambo sawa mahali ambapo hatujaelewa au hatujaweza kusadikika. Ndiposa miili yetu iweze kurejea katika hali yake ya afya, hali yake ya kawaida. Tunapoendelea na vipindi vingine, hata mapumziko pia, tunapojiandaa kwa ajili ya Sabato, kuwa pamoja nasi na hata mazungumzo yetu kayaongoze. Tusaidie tuweke kinga midomoni mwetu, sije tukakuasi kwa maneno yetu. Tuongoze katika kila hali, tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen.